Wakulima zaidi ya 160 wanaomiliki jumla ya ekari 1047 katika eneo la Loksale wilayani Monduli mkoani Arusha wameibuka na kusisitiza kuwa wanamiliki ardhi hiyo kihalali kwa mujibu wa hati rasmi walizopewa na serikali. Wakulima hao wamepinga vikali kauli za baadhi ya wanasiasa wakimtaja mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph maarufu kama Kadogo, wakisema madai ya kuwa wao ni wavamizi si za kweli, bali ni upotoshaji unaoweza kuathiri haki zao. Akizungumza kwa niaba ya wakulima wenzake, katibu wao Joseph Ngaluko amesema kuwa serikali iliunda kamati maalum iliyojumuisha wadau mbalimbali kuchunguza mgogoro huo, na mapendekezo yake yalikuwa wazi kuwa endapo serikali itahitaji eneo hilo, basi wakulima walipwe fidia stahiki. Ni katibu wa umoja wenye mashamba yaliyotwaliwa na serikali kutoka kwetu sisi wakulima na kupewa jeshi la wananchi. Mwaka 1988 halmashauri ya wilaya ya Monduli ilitoa tangazo la kugawa ardhi kwa wananchi wa ndani ya Monduli na nje ya Monduli, na watu waliomba kwa barua. Mwaka 1990 kamati za ardhi zilikaa na kugawa ardhi hiyo watu walioomba, na kila aliyepewa aliarifiwa kwa kupewa taarifa ya kupewa shamba na kiasi alichopewa. Tumesafisha yale mashamba na tumekaa kwenye yale mashamba kwa miaka zaidi ya 10 tukiwa tunalima. Mwaka 2003 tukiwa shambani tuliwaona wanajeshi wamekuja na mabango yaliyoandikwa hatari, usiingie eneo la mafunzo ya jeshi. Tulitii, tukaenda kwa mkuu wa wilaya kumueleza kwamba tumeona hiki, na mkuu wa wilaya akatuambia halmashauri ya wilaya ya Monduli ndiyo imetoa ardhi yenu ikawapa jeshi baada ya eneo lao lililopimwa mwaka 74 kuvamiwa na wananchi na serikali kuweka miundombinu, zahanati na shule. Mkuu wa wilaya akatuambia katika majumuisho ya kikao kilichokaa tarehe 26 mwezi wa 8 2003 iliyotoa ardhi hiyo, imesema itawapa ardhi mbadala au fidia. Kwa kipindi chote hicho cha miaka 23 tumekuwa tukifuatilia kupewa fidia. Mpaka leo hatujapata fidia. Mheshimiwa Rais, tunakuomba mama yetu, utuangalie kwa jicho la huruma. Ninakumbuka kwamba katika kampeni yako ya kuomba kura, na nukuu, umetamka mwananchi yeyote atakayechukuliwa ardhi yake atalipwa fidia. Hali kadhalika makamu wa rais katika kampeni zake ametamka hivyo hivyo, na nukuu, kwamba atakayechukuliwa ardhi yake atapewa fidia. Hali kadhalika waziri mkuu ametamka katika ziara zake anazoendelea nazo mpaka sasa kwamba atakayechukuliwa ardhi yake atapewa fidia. Mama, sisi hatuna mgogoro na jeshi. Jeshi ilikuwa kwenye utaratibu mzuri wa kutaka kutulipa fidia. Mheshimiwa Rais, waziri mkuu alifanya ziara katika wilaya ya Monduli tarehe 6 mwezi wa 3. Katika ziara hiyo alifanyia mkutano Mtoambo. Katika mkutano huo Mheshimiwa mbunge Isaac Kopriano alisimama na kusema tusilipwe fidia ya maeneo yetu ya mashamba, jambo ambalo lilikuwa limempotosha waziri mkuu. Tunaomba wazo hilo alilotoa au jambo hilo alilotamka mbunge lifutwe, kwa sababu eneo lile ni kwa ajili ya malisho ya mifugo, jambo ambalo limetushtua na limetushangaza. Tunakuomba utuangalie. Mbunge
kuja kuwa na mamlaka kwenye maeneo yetu ya mashamba na haki zetu. Kwa sababu ya kauli tata ya mheshimiwa mbunge wa Monduli, serikali ilichukua hatua zote za kukubali kuwalipa wananchi, kutulipa fidia zetu. Taratibu zote zimefanyika, kama unavyoona mabango yaliyoko hapa ni mabango tayari kwa ajili ya kulipwa. Tumefanyiwa evaluation na kila kitu, tulikuwa tunasubiri tuweze kulipwa, lakini kauli ya mheshimiwa mbunge aliyoitoa katika mkutano wa hadhara ilitushtua, ndio ile tusababisha tuje tukusanyike hapa kuweza kusema na mheshimiwa rais wetu, kupuuza maneno haya ya mheshimiwa mbunge ya kuipotosha serikali. Sisi ni Watanzania kama walivyo Wamasai na makabila mengine yote. Sisi sio wakimbizi. Labda pengine tungelikuwa ni wakimbizi, tumekuja tukavamia katika ardhi hii, labda hiyo kauli ingeweza kuwa na nguvu kwamba watu wasilipe kwa sababu si Watanzania. Sisi ni Watanzania, tunayo haki ya kuishi mahali popote na kushiriki shughuli zote za kijamii ndani ya nchi. Kwa hiyo tunamwomba mheshimiwa rais pamoja na waziri mkuu ambaye ndiye aliwasilishia hoja hiyo kwamba wapuuze kauli hizi za mheshimiwa mbunge wa Monduli ambaye amekuwa ni msumari wa moto. Hatujajua kwamba ana agenda gani kwenye swala hili la sisi kulipwa. Au atapungukiwa na jambo gani sisi tukilipwa? Manake ardhi itaendelea kubaki kwa ya jeshi watu wakilipwa. Nilifikiri kwamba kama ni mbunge ambaye alikuwa anataka kuwakilisha watu wake, yeye angeomba kwamba bwana watakapo walipwa watu hawa tuendelee kupewa, tuendelee kufanyaje, kufuga ng'ombe huku, lakini sio kusema kwamba watu hawa wasilipwe. Asitugombanishe sisi na serikali yetu tukufu, asitugombanishe na jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Jeshi letu lipo kwa ajili ya kutulinda sisi tu. Usalama tulionao sasa hivi ni kwa sababu tunavyo vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi hii. Kwa hiyo tunamwomba mheshimiwa rais apuuze kabisa maneno haya ya kisiasa ya watu kuendelea kuwagombanisha wananchi na serikali yao. Jina langu naitwa Eliaichi Elisa Moleli. Ni mjane wa mheshimiwa Elisa Moleli ambaye ametangulia mbele za haki. Mheshimiwa mbunge wa Rumeru Magharibi kwa miaka 15. Kuna wakati halmashauri ilihitaji watu wawekezaji, kwa hiyo waombe maandike barua za kuomba mashamba. Yeye aliandika kama mtu yoyote na akapata shamba huko Lokisali. Hiyo shamba aliendelea kuilima na mimi nikiwa mke wake nilishiriki na yeye kulima. Eka zilikuwa zaidi ya 200, lakini tumeambiwa na jeshi kwamba tutafidiwa eka 200. Kwa hiyo sitaji zaidi ya hiyo 200. Ni 200. Kwa hiyo tuliendelea kulima. Ikatokea wakati jeshi lilihitaji hiyo eneo. Sisi hatukufanya fujo yote wala chochote, tulikubaliana, manake tuliona ni maendeleo ya nchi kwa ajili ya serikali. Tumekaa kwa kutulia miaka 24. Tukawa hatujui tena hata kama kuna mtu anayetukumbuka. Lakini ikatokea kwamba jeshi likahitaji kutafuta hao wakulima ambao walinyang'anywa mashamba kwa ajili ya wafutwe machozi. Ndio ikaanza hiyo, wakulima wote sasa tukaitwa kule Monduli. Ikaanza sasa hiyo kuambiwa tutafidiwa eka 200. Kwa hiyo tukangojea. Tukawa hatujaona hiyo fida yenyewe. Naomba serikali ituhurumie, ikijua sisi ni wananchi wake ambao tulipewa mashamba kihalali, watupe fidia. Mimi niliokaa hapa nimeshasema ni mjane. Shida nyingi zipo. Maisha ni magumu. Wakaahidi baadaye, wakaahidi kwamba tutalipwa, tutafidiwa. Mimi nilikopa mkopo benki, nilikopa milioni 9, lakini sasa hivi nadaiwa milioni 100 na sijui nikazipate wapi. Matrekta niliochukua yote yameoza shamba, tuliondoka tukaacha kila kitu na vibanda na kila kitu, lakini mpaka leo sijafidiwa. Mimi ni muhanga na mimi ni mjane na nina watoto wakubwa na nilikuwa nasomesha watoto mpaka nje, nikashindwa, wengine wakarudi. Kwa ajili sijapata fidia yangu. Ninaomba fidia yangu. Kama ardhi ilinipa yenyewe, mimi sijakwenda kuchukua shamba kwa kuvizia au kwa nguvu. Tulipewa na ardhi. Ardhi inirudishie basi
gharama zote nilizotumia nimelipa, title deed ninayo, nimelipa na kodi ya shamba, vyote nilikuwa nimelipa, risiti ninazo. Kwa hiyo naomba nirudishie, kama hataki kunirudishia hiyo fidia, nirudishie hela ambazo nilitumia kwa kupata hiyo shamba. Mimi nina hasira ya ajabu kwa sababu tulilima na tulipewa, hatukwenda kuchukua mashamba kwa nguvu. Tulipewa kihalali. Simuulize ardhi, mbona imenipa title deed na namba ninayo? Mbunge sasa kwa nini aseme hivyo? Mbunge sijui eti anasema ni shamba lake ni wazaliwa. Lakini mimi nashangaa, ardhi yote ni ya serikali. Hakuna kabila fulani ikisema shamba hapa ni kwetu. Mbona hata wao wamepelekwa huko Handeni? Wangefukuzwa na wao. Maana Handeni kule nao kuna wenyeji wa kule. Kwa hiyo hii ardhi ni mali ya serikali, sio ya kabila fulani. Ni mali ya kila mtu hapa Mtanzania. Kila mtu ana haki ya kukaa popote. Mbunge na mshangao. Maana kwanza na mshangaa, sheria za ardhi hazijui. Ardhi hapa ni ya mtu, ya mali ya serikali. Kwa hiyo hakuna mali ya kabila fulani. Mbona wao Wamasai wametolewa hapa wamepelekwa Handeni? Basi warudishwe. Handeni kule ni kwa Wazigua, sio Wamasai. Yeye anasema sisi ni wavamizi. Mbona ardhi umenipa hati? Mimi nimevamia wapi? Nimepata hati miliki kutoka ardhi Monduli na makaratasi ninayo na ushahidi naweza kutoa. Tanzania ni kwa wote, makabila yote. Tupo sisi tunaoitwa wafugaji, lakini pia kwa kulima na wote tulikuwa pamoja, na naelewa kwamba Tanzania ni kwa ajili ya wote. Sasa ili swala la kusema kuwa hawa ni wavamizi au walitoka mbali, wanatoka mbali, si kweli. Kama waliingia wachache, ni Watanzania na wanastahili kuangaliwa. Kwa hiyo hilo swala kwa kweli sio la kutujima sisi haki zetu, na tunajua kwamba kila mmoja Mtanzania ana haki sawa kabisa. Tunasikia huko na huko juu ya watu ambao wamelipwa haki zao baada ya labda makazi yao au mashamba kuchukuliwa kwa ajili ya matumizi ya jeshi au shughuli zingine za kijamii za serikali. Kwa hiyo tunaomba sana mama, utuhurumie kwa kweli, kwa sababu tumechoka. Yaani tumemalizia kila kitu katika kufuatilia haya mambo. Nimezungumza siku zote kwamba hamna mtu mwenye mashamba hapo. Eneo lilitwaliwa miaka hiyo na Sokoine kuipa jeshi kwa ajili ya mazoezi na malisho ya mifugo. Kwa kuna mashamba. Mimi sijakuta mashamba. Wewe tafuta na taarifa zote za miaka yote ya viongozi waliopita. Kama ni miaka 20, mimi nimeingia lini? Na interest na wote, kwa sababu wote tunakula ugali. Mimi na interest na wakulima na interest na wafugaji. Lakini kwenye haki waka nasimama kwenye haki, ndio principle yangu. Hiyo hela ikapeleke ikajenge madarasa, ikajenge hospitali, ikatengeneze barabara. Kwa nini uchukue hela ambayo una haki nayo? Mimi siwezi kutoa hati ya namna hiyo. Tafuta mwambie kuonesha hati kama nimewahi kutoa hati. Siwezi kutoa hati ambayo inaumiza wa Tanzania. Unajua kuna kitu kimoja lazima mjue. Kuwa na hati ni jambo la kwanza. Lakini je, upatikanaji wa haki yako? Je, imepata process? Je, ina uhalali? Ndio inatengeneza uhalali wa kuwa na hati. Kwa hiyo hati, kuwa na hati sio sababu. Uhalali wa kuwa na hati hiyo, je, ni sahihi? Kwa hiyo lazima vile vipengele uviangalie, kwa sababu hati sawa, unaweza kawa naye mtu yoyote, lakini je, taratibu za kupata hiyo hati umezifuata au umepata kwa haki, au umetumia nafasi yako ulipokuwa ofisini? Kama mimi nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri, nikatumia nafasi yangu vizuri, ninaweza kupata hati, au kawa nafasi nyingine ukapata hati. Sasa kwa hiyo swala la hati sio kigezo. Kwa hiyo mtu asisimame kwenye hati akafikiri ukiwa na hati tu mahali popote unakuwa na haki, lakini lazima ujue upatikanaji wa hati ulikuwa ni sahihi au sio sahihi. Mimi sijui kama kuna tathmini yote iliyofanyika, kwa sababu hakuna tathmini yote ililetwa kwenye ofisi ya mbunge, au mimi nikiwa mwenyekiti wa halmashauri kipindi chote hicho miaka 15 sijui kuona hiyo tathmini imeletwa kwenye ofisi yangu. Sijaona tathmini hiyo. Kwa hiyo kama kuna tathmini, wao tathmini hiyo ni ya kwao, mimi sijui. Mimi ninachojua nimehasisi kutoka kwa hayati Edward Moringe Sokoine, alilitoa hiyo eneo akaondoa. Hivyo nikwambie kitu kimoja. Pananisha watu 200 na watu 3,000 na kitu walioondolewa kwenye maeneo hayo. Wakaondolewa kupisha eneo hilo jeshi wafanye mazoezi.
watu 2000. Alafu uangalie kuna watu wengi walioondolewa kwenye maeneo hayo na hawajapata fidia. Fidia inalengaje watu wachache?